Tunaendelea tena katika yale mahubiri, naona kidogo yalikatika, lakini tunaendelea tena kumalizia kile kipengele kilichobaki cha kuelezea zile roho saba, cha kuelezea Elia nabii ni yupi, ya kuelezea Elia wa Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6 na Ufunuo sura ile ya 17 mstari wa 30. Kwa hiyo niko naendelezea kumaliza pale. Lakini katika kuendeleza tunaona ni kwa kwenye kipengele cha kuelezea vile ambavyo Mungu alimtokea Ibrahimu akiwa kwenye umbo la kibinadamu. Kwenye Mwanzo sura ya 18 kuna kuendelea pale. Na hao walikuwa ni watu wa kawaida walimtokea Ibrahimu, lakini Ibrahimu alikuwa na ufunuo, alijua ya kwamba wawili walikuwa ni malaika na mmoja alikuwa ni Mungu mwenyewe, muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo nilikuwa nakumbushia kwamba wewe ambaye unasema katika Agano la Kale Mungu unaliamini, na katika Agano la Kale hakuna sehemu anaposema Mungu alikuwa ni mtu. Sasa siku ya leo umefunuliwa kwamba Ibrahimu alishatokewa na Mungu akiwa katika umbo la kibinadamu kwenye Mwanzo sura ile ya 18 na kuendelea. Na wale malaika wawili walienda Sodoma kwenye Mwanzo sura ya 19. Bwana alipobaki anaongea na Ibrahimu, wale wawili wakaenda Sodoma. Na kule Sodoma, watu wa Sodoma walikuwa hawana ufahamu, hawakutambua ya kwamba wale walikuwa ni malaika, walijua ni watu tu. Wakamwambia Lutu, wako wapi wale watu walioingia huko ndani? Tunataka tulale nao. Kwa hiyo watu walikuwa na tabia mbaya mpaka akataka kulala na malaika wakijua ni watu wa kawaida. Ndio hapo kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 13 inasema kwamba kuna wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Watu wa Sodoma walitokewa na malaika pasipo kujua. Sasa inawezekana ndugu yangu wewe umetokewa na malaika na wewe haujui. Bwana Yesu abariki sana. Ndio sababu ya kuhubiri mahubiri ya jinsi hii, ili ujue malaika ni nani. Wako malaika wengine wamezaliwa kwa kibinadamu tu, kama kawaida, lakini ni wajumbe waliotumwa kutoka kwa Mungu kuleta ujumbe. Bwana Yesu abariki sana. Hii Biblia imeandikwa na wanadamu, na hao wanadamu walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Kwa sisi ambao tuna ufunuo tumetambua kwamba hawakuwa wanadamu wa kawaida, bali walikuwa ni Mungu ndani yao. Kama vile ambavyo mapepo yakipagaa watu, wale watu wanachukuliwa ufahamu na wanayosema yanakuwa ni shetani anasema, na vile vile wanadamu wanapojaa Roho Mtakatifu, Mungu anakuwa amewaingia ndani yao, amepagaa, amechukua fahamu zao. Hawa watu wanakuwa kila wanachokisema hawawi wao, bali anakuwa ni Mungu akisema ndani yao. Haleluya! Kwa hiyo huyu mwanadamu aliyepagawa na Mungu, ama huyu mwanadamu aliyejaa Roho Mtakatifu, anakuwa sio mwanadamu anayesema, anakuwa ni Mungu anasema. Kama vile mwanadamu aliyepagawa mapepo anapokuwa anaongea wakati ule, anakuwa sio mwanadamu, bali anakuwa ni pepo anasema, au ibilisi anasema kwa kutumia kinywa cha wanadamu. Kuna wengine wanaita maruani, wengine wanaita majini, kuna wengine wanaita mashetani, na sisi tunaita ni mapepo. Wengine wanasema ni maruani. Hayo yote ni mamoja, ni mapepo yanapoingia ndani ya watu. Kwa hiyo kuna viumbe tusioviona vinaingia ndani ya watu, vina uwezo na kunena kutumia kinywa cha wanadamu. Na Mungu naye ni roho, haonekani kwa macho ya damu na nyama, lakini akitaka kunena anaingia ndani ya mwanadamu, ananena. Sasa kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 inasema hizo ni roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote. Hayo ni macho saba ya Mungu yaliyotumwa duniani kote. Hayo macho ni yapi? Hayo macho ni wanadamu waliokuwa wamejaa Roho Mtakatifu, na Mungu akawa amewapa ujumbe. Hasa mwanadamu wa kwanza tulimwona alikuwa ni Paulo. Kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 4 mstari ule wa 24. Paulo anasema kwamba jaribu lililonipata hamkulichukua, bali mlichukua kama malaika wa Kristo, kama Kristo Yesu. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni malaika wa Kristo. Hasa kwa sababu Paulo ni mtu wa kwanza kutumwa duniani kote kuhubiri Injili, yeye ndio roho ya Mungu iliyotumwa duniani kote. Bwana Yesu abariki sana. Hasa kutoka Paulo kuna watu walifuatia. Hao ni malaika. Hasa kabla sijasoma watu waliofuatia, nilitaka nikumbushe haya makanisa saba, kwa sababu nasema hawa malaika saba ambazo ndio nyota saba, ambazo ndio roho saba, hawa ni malaika kwa makanisa saba. Bwana Yesu abariki sana. Hasa watu ukiwasomea hivyo anasema kwamba kuna wengine wanasema hao malaika wale makanisa walikuwa ni wachungaji wale makanisa. Kweli, kwa maana nyingine mchungaji wa kanisa ni malaika, kwa sababu ni mwangalizi, ni mjumbe pale, analinda lile kundi, analifundisha neno, ni malaika kwa kanisa lile.
Lakini haya makanisa hapa inapozungumzwa, haizungumzi habari ya malaika mchungaji. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini haizungumzi habari za malaika mchungaji? Kwa sababu wakati Yohana anaonyeshwa hapa kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza, nitasoma mstari wa 2. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2 unasema hivi, nitasoma ili tuone. Nitasoma mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Nimefungua mstari huu wa kwanza kitabu cha Ufunuo, utaona nasema haya mambo Yohana aliyoonyeshwa kwenye kisiwa cha Patmo. Akaambiwa aandike na Yesu. Anasema ni mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi. Kwa hiyo Yohana alionyeshwa mambo yanayokuja. Bwana Yesu abariki sana. Yohana alionyeshwa mambo yajayo. Lakini wakati ule kulikuwa na makanisa. Haleluya. Kuna makanisa haya yametajwa kuanzia Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira mpaka Laodikia, yamefika 7. Haya makanisa yalikuwepo, yalikuwa na tabia tofauti tofauti. Haleluya. Na hayakuwa makanisa hayo tu, hata makanisa kama Korinto lilikuwepo, lakini alikuorozesha pale kwenye makanisa 7. Kanisa la Rumi lilikuwepo, lakini alikuorozesha kwenye yale makanisa 7. Na mengineyo yalikuwa makanisa mengi tu. Lakini haya makanisa 7 Mungu aliyachagua. Yalikuwa special, makanisa yalikuwa na tabia 7 tofauti, na zile tabia 7 zilionyesha tabia 7 za vipindi 7 vinavyokuja. Kwamba kanisa litapitia tabia 7. Kwa hiyo sisi tuna ujumbe wa nyakati 7 za kanisa, ambalo kanisa lilipitia vipindi 7 vikiwa na tabia 7. Hasa wakati ujao ambao Yohana anaambiwa mambo ambayo hayana budi kuwepo, katika wakati huo unakuja, kuna watu 7 ambao Mungu atawatuma kutoka mbinguni ili walete ujumbe hapa duniani. Bwana Yesu abariki sana. Kama tulivyosoma kwenye Agano la Kale kwamba Agano la Kale kulikuwa na kivuli. Agano la Kale Torati ilikuwa ni kivuli cha Kristo. Kwa hiyo Agano la Kale ukisoma wana wa Israeli wakati wanasafiri kuelekea Kanaani, walipokuwa njiani, njaa ilikuwa inawauma. Njaa kati inawauma, wakamwambia Musa, njaa inauma. Musa alipoomba, basi Mungu akaamua kuwashushia chakula cha kimbinguni ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Ni mikate fulani hivi. Wakawa wanakula. Na ile mikate walikuwa wanakula, alishusha kwa muda wa siku 7. Bwana Yesu abariki sana. Siku ya kwanza alishusha mana wakala. Siku ya pili alishusha mana akala. Siku ya tatu alishusha mana akala. Siku ya 4 alishusha mana wakala wana Israeli wakiwa jangwani. Siku ya 5 alishusha mana wakala. Siku ya 6 alishusha mana wakala. Siku ya 7 wakachukua mana ile ya siku ya 6 wakachanganya wakala siku ya 7. Bwana Yesu abariki sana. Lakini siku zingine hizi Mungu alisema msile mana ya siku hizo. Kwamba kama kuna mana imeshuka leo mnakula siku ya leo msisali. Na wengine walichukua ile mana wakaficha ili wale kesho yake. Kesho yake alipoangalia ile mana wakakuta ina mabuu, imeoza. Haleluya. Na akasema msile, ukila mana iliyooza utaumwa matumbo, utapata magonjwa. Bwana Yesu abariki sana. Sasa haya yote ya kushusha mana jangwani ilikuwa ni mfano tu, ilikuwa ni kivuli tu. Maana yenyewe tunafundishwa kwamba neno la Mungu ndio mkate wa uzima, ambaye Yesu akasema mimi ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Kwenye sura ya 6 kitabu cha Yohana kuanzia mstari wa 47 pale Yesu anasema mtu atakayekula chakula nitakachompa mimi, huyo hatakufa, ataishi milele. Mimi ndio chakula kishukacho kutoka mbinguni. Baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Kwa hiyo mana ilikuwa mfano wa Yesu Kristo, na Yesu Kristo ajaye ni neno. Haleluya. Kwa hiyo Mungu au Yesu alikuwa anafunua nyakati 7 za kanisa. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo alionyesha kanisa litapita vipindi 7, na hivyo vipindi 7 Mungu atashusha maana yake. Hiyo maana ambayo Mungu anashusha kwa wakati wetu ni neno la Mungu. Haleluya. Kwa sababu neno la Mungu ndio chakula cha uzima wa milele. Neno la Mungu ndio Yesu mwenyewe. Yesu tunamla naye ni neno. Yesu sio mwili wa nyama na damu. Kwa maana kuna wengine ndugu walikuwa na akili kama za kwako na nisikiliza wewe, ukisikia Yesu asema umle unajua unakula nyama yake. Mafarisayo na Masadukayo walijua inabidi wale nyama ya Yesu na wanywe damu ya Yesu. Wakamkimbia Yesu. Haleluya. Lakini Petro na wanafunzi wale 12 walimwelewa Yesu. Aliposema je, na nyinyi mtaka kwenda kama wale? Petro akasema twende kwa nani Bwana, wakati wewe una maneno ya uzima. Haleluya. Petro alijua siri.
alijua huyu ana maana fulani. Na wewe ndugu yangu, siri hiyo nakupa kwamba Yesu aliposema ulai mwili wangu na kunywa damu yangu, tayari yeye alisema yeye ni neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14 unasema, naye neno akafanyika mwili akaja kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Hasa nakuletea neno. Hili neno lilishuka katika vipindi 7. Yohana alionyeshwa wakati ujao kwamba kutakuwa na vipindi 7. Hivyo vipindi 7 Mungu atashusha maana, na hiyo maana ni neno la Mungu. Na maana ya kwanza wakati wa Efeso, ile kanisa la kwanza, kulishuka maana kupitia Paulo. Paulo ndio mtumishi wa Mungu aliyetumwa duniani kote akiwa na maana ambayo ni chakula cha uzima. Bwana Yesu abariki sana. Sasa mtu wa kwanza nitakutajia hao watu, nimeona nikutajie tu uweze kuwajua hao watu ambao wametuletea neno la Mungu. Mtu wa kwanza alikuwa ni Paulo, yule Sauli. Na Paulo alileta chakula kwa wakati wake. Paulo alidumu kuanzia mwaka wa 53 mpaka mwaka, Bwana Yesu abariki sana. Taeleza miaka hiyo siku nyingine, Bwana Yesu abariki sana, kwenye sehemu nyingine. Lakini mtumishi wa kwanza alikuwa Paulo, huyo alikuwa ndio malaika wa kwanza au nyota ya kwanza. Alafu mwingine aliyefuatia alikuwa Martin. Huyo alikuwa ni nyota ya Mungu ya pili akituletea mkate wa uzima hapa duniani. Mtu wa tatu mtu wa kwanza aliitwa Paulo, wa pili aliitwa Eleneo, wa tatu aliitwa Martin, wa nne aliitwa Kolumba, wa tano aliitwa Luther, wa sita aliitwa John Wesley. Haleluya! Hawa majina yao yanaitwa hivyo, lakini kiroho wanaitwa malaika au nyota 7. Hasa wa 7 anaitwa William Marion Branham. Huyo ndio mjumbe wa 7. Haleluya! Huyo ndio malaika wa kanisa la Laodikia, ambao Biblia imesema kwamba malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo siri ya Mungu itakuwa imetimizwa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo huu ujumbe nayo kuhubiria, kuna mtu amekuja duniani, ameshushwa kutoka mbinguni, anaitwa William Marion Branham. Ndio ameleta haya yote nayo kuleteeni. Haleluya! Mkitaka kujua siri zote, mimi nimekumegeeni tu sehemu ya siri. Lakini kuna mengi alionena huyu William Marion Branham. Haleluya! Amefunua neno lake. Huyu ndio Elia wa wakati wetu. Huyu ndio malaika wa 7. Huyu ndio Nuhu wa wakati wetu. Naye anahubiri injili, watu waingie kwenye neno la kweli. Na mwanzo wa injili yake anasema tukabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ndio lango la uzima. Yesu ndio lango la kuingilia mbinguni. Hilo ni lango la mbinguni ambalo liko wazi. William Marion Branham, huyo ndio malaika wa 7. Kwa hiyo mimi nahubiri hivi, sio mimi, lakini kuna mtu nyuma yangu, kuna roho nyuma yangu, na hiyo roho ni malaika wa 7 ambaye ni mtu wa 7 aliyetumwa kutoka kwa Mungu, anaitwa William Marion Branham. Baada ya haya usikose sehemu inayofuata ili uweze kumjua vizuri huyu malaika wa 7 ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu awabariki sana.